umeyatimba leo. Leo mie nakwambia umeyatimba. Ulikuwa jitia 45 wewe. Wanionyeshia macho macho. Mie nimekuja mwenyewe hapa zesheni. Kulia zilo, kushoto zilo. Ukichanganya wapata zilo zilo. Maanake hamna namba humo ndani. Yaani leo umeyatimba. Bwana Kijiko, mimi nimekuja kwako. Maana nilikueleza toka mwanzo tu kwamba huyu kijana simhitaji kwenye hiki kijiji. Lakini wewe umeamua kumkumbatia. Yaani mbaya zaidi sasa unaamua kuniongopea mpaka mimi. Umemchukua yule kijana huko, umemleta umekuja kumpangisha hapa kwako. Haya yote tuache. Tufanye amepita sasa. Maana huko mtaani huko nasikia tu taarifa za kuhusu kikao. Ni kweli? Inawezekana zikawa zina ukweli au zisiwe za kweli, kwa sababu hizo si umezisikia kwa watu. Ndio. Labda nikwambie tu kitu kimoja. Kama umesikia, inawezekana ikawa ni kweli au sio kweli. Hicho kikao ni nani kwanza anachokiitisha? Ndio maana nakwambiaje, kama umezisikia kwa watu, ina maana inawezekana ikawa ni kweli au si kweli. Ila ungetaka ukweli zaidi, ungeniuliza mimi mwenyewe, ungeupata ukweli. Je, hizo taarifa ni zina ukweli au sio kweli? Sawa. Na ndio maana mimi nimekuja kwako sasa. Nahitaji kujua ukweli. Ni upi? Yaani ina maana kwangu ukweli labda nikwambie tu hivi, kikao kitakuwepo. Kwa hiyo unajiamulia mambo bila mimi. Kwani wewe si kiongozi na mimi si ni kiongozi? Ina maana mimi nikiitisha kikao kuna ubaya gani? Hivi, wewe hujui kwamba uwepo wako kwenye hicho kiti ni mimi? Yaani kuwepo mimi kwenye hiki kiti unasema ni kwa sababu yako? Mimi ndio nimesababisha mpaka kuwepo kwenye hicho kiti. Mimi labda tu nikwambie ukweli. Kwenye hilo swala la kusema kwamba mimi nipo kwenye hiki kiti kwa sababu yako sio kweli. Mimi nipo kwenye kiti kwa sababu ya wanachama walinichagua kugombea nafasi hii ya ukatibu. Na pili, kwenye uchaguzi wananzengo au wanakijiji ndio walinichagua mimi kuwa katibu na wala sio wewe. Hilo kwanza naomba ulifute. Sasa basi. Mimi naongea kama mwenyekiti sasa. Na kusisitizia tena. Hicho kikao kisije kufanyika. Nisije kusikia tena kwamba kutakuwa na kikao kwenye hicho kijiji. Nadhani umenielewa. Niache. Unajua toka huko kote kaka unanizalilisha. Yaani mimi ndio nakuzalilisha. Unajua wewe, ningekuwa na mkono mwepesi ningekupiga kuanzia shuleni mpaka hapa. Alafu sikiliza, wazazi wetu walituacha wewe ukiwa mdogo sana. Nimekulea mpaka hapo umefikia. Unajikuta umekuwa. Ndio nimekuwa. Usinipangie kwa lolote lile kaka. Sikiliza. Nitakupiga nikuumize. Nipige sasa. Umenipiga ili nitalipa katika usiku wa leo. Nani aliyekutuma wewe uende huko ukaifanya hiyo kazi?
Umekwenda si kwa kokolobana, si sokolobana, umekwenda. Ona leo kukuta. Wakati hiyo kazi ilikuwa sio ya kwako, mimi nilimtuma Sisu kwa sababu ya kielele chake. Na ndio maana niliamua kumtuma hii kazi aende akaifanye yeye. Angalia leo kukuta sasa. Nani aliyekutuma? Mie kiongozi, ilikuwa nimeenda testi zali mie. Kwa sababu mie ilikuwa namuona yule mwepesi, lakini kiongozi yule mtu wa moto nimekutana naye mara mbili. Alikuwa anionyeshia macho, nikamjua mwepesi. Mie kimenikuta sio macho tena, ni msumali. Aliyekutuma nani? Lakini mkuu, na mie mwanaume ujue, na mie lazima ni testi zali nijue kwa na mie aliyomo yamo. Asa mie nikikaa tu kilingeni ile waniagiza huku na huku tu, lazima na mie ni testi mitambo kuwa mie wa moto na mie, au ndo nimepooza. Sitaki kujua aliyokukuta. Yote ni kwa sababu ya uzembe wako tu. Mimi nahitaji nikupe kazi. Mtafute Kalungu yeye. Mtafute na Dirani. Waambie waje wachukue begi lao hapa. Nadhani utakuwa umenielewa. Mie nimekuelewa mkuu, nitalitekeleza hilo. Sawa, unaweza kaenda. Yote uzembe wako, ona aliyokukuta sasa. Kijiji cha wachawi. Kijiji cha wachawi. Ukuni. Kijiji wanga sana ukuni. Habari ya saizi kiongozi? Salama, vipi hali? Safi. Sisi ndio wenye mji huu. Karibu. Tukusaidie nini? Nafahamu kama ni mji wenu, lakini ujio wangu hapa ni kwa ajili ya huyu kijana. Ndugu yangu, kabla ya yote naomba nitangulishe samahani. Mdogo wangu namfahamu vizuri sana. Siku hizi amekuwa ni mtu wa matukio sana. Hapa wenyewe unavyoona, nimemtoa shuleni wangu. Sio, unaelewa ndugu yangu hapo? Alimchoma mwenzake na kitu chenye mchakali kwenye paja. Hapo namvuta namtisha kama kaka yake, lakini bado anatoa shiti. Kwa naomba unisamehe mimi ndugu yangu kwa lolote alofanya wa mdogo wangu. Nikuondoe wasiwasi kaka. Hakuna chochote alichokifanya kwangu. Isipokuwa ujio wangu mimi hapa nimekuja kutoa onyo kwa mdogo wako. Mkanye mdogo wako. Huyu ni mchawi. Mchawi? Ndiyo. Mdogo wako ni mchawi. Na ujio wangu katika kijiji hiki cha Ukuni, mimi kama mtaalamu sokobani, nimekuja kufanya usafi kwa wachawi wote wa kijiji hiki. Na ninataka niwaambie kitu kimoja, niwahakikishie wachawi wote katika kijiji hiki wataondoka kama alivyoondoka Firauni. Kiwana tu ka stand by. Hawasi wa mchezo
Girani na Kalungu. Bwana taratibu, usije ukanikata. Umeziba kote? Wewe unauliza swali gani? Sasa nipande huko juu alafu unaniuliza nimeziba kote. Sasa nimeenda kufanya nini? Upande wangu ndio unaovuja. Kwa kule juu kuna upande wa mtu. Upande gani? Mimi nimeziba pale panapokaa maji. Sawa, pakivuja utalala wewe. Kwako pakivuja acha pavuje. Kwani ni kwangu? Kwako pakivuja ujue watu wamepatoboa. Unaniambia maneno hayo wewe vipi? Nimshika bati bwana. Shika nalo mwenyewe bwana. Si hapa bwana, shika nalo. Kama vipi panda mwenyewe pana. Nenda. Yaani mwanangu, hamna siku itaisha hatujagombana yani. Sio siku itaisha hatujagombana. Yaani wewe mwanangu unagubu. Yaani unagubu kama ndugu wa mume mwanangu. Tena kwenye ndugu wa mume wewe nakuweka mafungo ya wifi. Yaani wewe wifi mwanangu, wifi mtupu. Vipi ndugu yangu? Nijia watu hata usalimii. Hujatuona? Wewe nakuuliza wewe. Kijiji chetu hichi. Washamtia ububu. Ndio maana. Usha msukule? Ushakuomba tayari mara hii. Wewe sikiliza bwana. Sisi hela ya kukupa wewe sisi hatuna. Nenda kaombe huko. Mwajionaje na hali? Kumbe unaongea? Mie nimeagizwa na mzee Kauzeni kwenu nyinyi. Ameniambia mie nije kuambia kuwa mkalifuate begi lenu kule. Wewe unaongea na nani? Kwani mie hapa naongea na kina nani? Sisi hatuelewi Kiswahili. Wewe unaelewa Kiswahili? Nani anaelewa Kiswahili? Mimi sielewi Kiswahili. Wewe unaelewa Kiswahili? Mimi sielewi Kiswahili. Mimi muelewa Kiswahili au amuelewi? Mie sitaki jua. Mie kilichonileta hapa ni maagizo niliyopewa na mzee Kauzeni. Na imani mmenielewa. Wewe sikiliza bwana. Sikiliza. Usitoe kwenye mudi. Sawa bwana? Usitung'ang'anize, tumeshakwambia sisi hatuelewi Kiswahili. Wewe ondoka zako nenda zako bwana. Sawa Sasa unavotung'ang'aniza twende kwa mzee Kauzeni, sijui mzee Kauzeni, hilo begi gani? Mzee Kauzeni kaanza kuuza mabegi toka lini? Nashangaa kwani kama ameanza kuuza, wewe ulinunua hujalipa hela. Wewe bwana sikiliza, usituchanganye. Ondoka. Haya, mie mjumbe tu. Na siku zote mjumbe hauawi. Mie acha niondoke. Nenda bwana. Hamna cha mjumbe wala mwenyekiti hapa. Mambo ajabu. Wewe. Tena. Twende wapi? Twende huko juu tukazibe. Ushasahau vile vigagula? Huko mitspandi na ndani siingii. Twende tukachukue lile begi. Unacheka? Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Yaani tumemchamba afu tunaenda. Lazima twende. Umesahau lile janga la moto? Uko ndani mimi siingii. Wewe weka hilo bati hapo tuondoke. Sawa, twende. Sasa unajifikirisha nini mtoto wa kiume? Twende. Kijiji cha wachawi. Kijiji cha wachawi. Kijiji cha wachawi. Kijiji cha wachawi.
Ukisikia majina yao ujue kasheshe linaanza. Jirani na kadungu usiwachukulie poa. Ukisikia majina yao. Shika begi lo. Halafu sikilizeni, mkamwambie mwenye hilo begi, mkamwambie Kauzeni anasema hataki kukuona kwenye hiki kijiji. Nadhani mmenielewa. Yaani katema bungo. Yamemshinda. Limemunguza. Ukisikia majina yao ujue kasheshe linaanza. Jirani na kadungu usiwachukulie poa. Kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi.